Kama watetezi wa haki za binadamu tumeguswa na kuhuzunishwa na kitendo cha kukamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini kwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa katika mikutano yake ya hadhara wilayani Mbinga, Songea. Mazingira ya utaratibu uliotumika kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu haukuzingatia usalama wake, usalama wa raia, lakini pia hata usalama wa polisi waliokuwa katika maeneo hayo. Jinsi mlivyoona ukamataji ule ulivyofanyika ungeweza kuzua taharuki, ungeweza kuzua janga kubwa sana katika taifa letu. Tunafahamu wote, tuna mifano ambayo imeshatokea wakati wa purukushani ya ukamataji wa wanasiasa kule Iringa. Mwandishi alipoteza maisha. Wakati wa Kuilina hapa Dar es Salaam walipoteza maisha. Matukio kadhaa kule Pemba watu walipoteza maisha. Kule Arusha na matukio mengine watu wengi walipoteza maisha kwenye wakati ya ukamataji wa kawaida. Kwa hiyo sisi tulistuka sana kuona ule aina ya ukamataji uliofanyika pale, kwa sababu wananchi wangejaribu kupambana kwa namna moja au nyingine, pengine tungezungumza sasa hivi maafa makubwa. Kwa hiyo ukamataji wa namna ile sisi tunakemea na tunashauri sana vyombo vinavyohusika viache kutumia nguvu ya ziada. Kama wanasiasa au watu wote wanahitajika katika vyombo vya sheria, basi tutumie utaratibu mwingine na kukuwa na ulazima wa kwenda kuchukua kiongozi kwenye mkutano wa hadhara, kwa sababu kwa kufanya hivyo kwanza unatia hofu kwa wananchi wasiende kwenye mikutano ya hadhara. Unatia hofu kwa wananchi waone kwamba hakuna haja ya kushiriki michakato ya uchaguzi na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likaendelea kutia doa na fezea katika taifa letu, kitu ambacho tunapaswa wote kwa pamoja kuona kwamba sio swala la kuendelea. Hata hivyo maeneo au maneno yanayotumiwa kuyatamka Mheshimiwa Lissu kama wote mlivyoyaona, na kosa lililopewa tunadhani haziendani. Maneno yalikuwa yanatamka pengine angeishia kuwa ni makosa ya kawaida. Kosa la uhaini hapa Tanzania ni kosa kubwa sana ambalo adhabu yake ni kifo au kifungo cha maisha. Kwa maana hiyo ni kwamba kwenda kumweka mwanasiasa mkubwa ule na kiongozi wa chama kipindi hichi tunapokwenda kwenye uchaguzi ndani kwa muda wote huu, maana yake ni kwenda kutia dosari uchaguzi wetu unaokwenda. Kwa hiyo tunashauri pia katika eneo hili kuangalia namna gani swala hili linaweza likafanywa kazi. Ikumbuke kuwa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi ni dhahiri kuwa lazima kutakuwa na kauli mbalimbali kutoka kwa wanasiasa wa vyama vyote mpaka vyama tawala na wananchi pia wakati mwingine, lakini zisiwapendezeshe ukundi au upande mwingine. Ni jambo la kawaida wakati wa siasa watu kuzungumza majukwani maneno mengine makali. Kwa hiyo wakati huu wa siasa tunapaswa kuwa na uvumilivu wa hali ya juu. Wakati huu tunaoelekea kwenye uchaguzi tunapaswa kuvumilia baadhi ya kauli za wanasiasa, kwa sababu ndio muda wao wa kuzungumza. Swala la kuzungumza na mazungumzo, swala la kujieleza ni chakula ya uchaguzi, ndio sehemu yake. Kwa hiyo hatupasi kuchukulia kila maneno yanayozungumzwa na wanasiasa kama vile ni maneno ya kuanza kufanyia kazi na vitu kama, kwa sababu ndio wakati wake wa wanasiasa kuzungumza, wananchi pia kuzungumza, kwa sababu tunakwenda kwenye jambo la kitaifa ambalo la msingi, kuchagua viongozi wa kitaifa. Pamoja na haki ya kujieleza kuwa ni muhimu wakati wa uchaguzi, wananchi, watetezi na wanasiasa wote wanapaswa kuwa makini na kauli zao ili kuepuka kujiingiza katika migongano ya kisheria. Wakati huo vyombo vya dola hasa vinavyosimamia uchaguzi pamoja na viongozi wanapaswa kuwa makini na kuepuka kutumia vyombo hivi vya dola vibaya dhidi ya wanasiasa au makundi mengine yoyote ya kijamii hapa nchini. Tunasisitiza kwamba si muda mwafaka, si jambo la msingi kwa kipindi hichi kuanza kutumia vyombo vya dola dhidi ya makundi kadhaa ya kijamii, kwa hiyo vyombo vya siasa. Ni wakati ambapo vyombo vya dola vinapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba makundi yote yanatimiza haki zao za kisiasa za kushiriki michakato ya kiuchaguzi. Lakini sisi kama watetezi wa haki za binadamu tuna wajibu ya kulinda haki, amani na utulivu wa nchi. Hili ni jukumu letu, na kushauri makundi yote ya kijamii na serikali kuepuka kwa namna yote ile mazingira ya kukandamiza demokrasia, kuvunja haki, kupoteza amani pamoja na kuvunja sheria za nchi. Ndio jukumu letu. Tunashauri makundi yote, haijalishi ni chama cha siasa, haijalishi ni mwananchi, haijalishi ni viongozi wa serikali, wote kwa pamoja, kwa sababu wote kwa pamoja tuna jukumu ya kulinda utulivu na amani. Sasa wale wenye majukumu ya kusimamia haki wanapaswa kuhakikisha haki zinakuwepo, demokrasia inatendeka. Lakini na wale ambao wanatumia hizo haki
wanapaswa na wenyewe kuwajibika kuhakikisha kwamba hawavunji sheria za nchi. Kwa hiyo tunashauri tunapoelekea kwenye uchaguzi, makundi yote kuanzia viongozi wa serikali, taasisi zinazosimamia uchaguzi, wanasiasa wenyewe, sisi watetezi, nyinyi waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, tuzingatie misingi ya kitaifa ili tusije tukajikuta tunakwenda katika mazingira magumu. Mwisho wa utangulizi huu, tunakuja na pendekezo letu moja kubwa ambalo tunadhani ni muda mwafaka sasa kulifanyia kazi swala hili ili kuepuka kuendelea kwenda kwenye uchaguzi tukiwa na watu wengine wakiwa ndani, watu wengine wakiwa na dukuduku, wengine wakiwa na hofu. Pendekezo letu hili ni kuwepo kwa mwafaka wa kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu. Ili kusaidia taifa kwenda katika uchaguzi tukiwa wamoja na wenye utulivu hali ya juu, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu unapendekeza kupatikana kwa mwafaka wa kitaifa. Mwafaka huu wa kitaifa ni muhimu sana kwa kuwa utatoa nafasi na dukuduku zote kufanyiwa kazi kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Swala la mwafaka wa kitaifa si la kwanza kufanyika taifani katika taifa letu au katika nchi zingine. Kule Zanzibar mwafaka ulishakuwepo mpaka ikapelekea kuwepo kwa umoja wa serikali, umoja wa kitaifa baada ya mauaji mengi yaliyotokea kule Pemba na mambo mengine. Kumekuwepo na watu mara kadhaa kukutana katika awamu zote, wananchi na wanasiasa kuelekea kwenye uchaguzi kwa lengo la kupata mwelekeo wa pamoja. Kwa sisi ni shauri letu hili kubwa kama njia ya kulishauri taifa. Pamoja na kwamba tunaweza tukaenda kwenye uchaguzi kwa upande mmoja na upande mwingine wakiwa wananungunika, sisi tunadhani sio sahihi kufanya hivyo. Ndio maana tunasema tuwe na mwafaka wa kitaifa kabla ya kuendelea kwenda kwenye uchaguzi. Sasa nani anatapaswa kuhusika kwenye mwafaka huu? Swala la uchaguzi ni swala la Watanzania wote. Hivyo tunapendekeza mwafaka huu wa kitaifa uyakusanye makundi yote ya kijamii kama viongozi wa dini, asasi za kiraia, vyama vya siasa na taasisi zingine za kiserikali. Tunapendekeza mchakato huu wa kutafuta mwafaka wa kitaifa usimamiwe na wazee wenye uzalendo na hekima hapa nchini na wasiokuwa na maslahi yoyote ya uchaguzi.